Shalom, 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 mtoto wa Mungu kutoka pande nne za dunia. Ninayefuraha tena ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo, Mungu wetu asiyebadilika, alivyokuwa jana na ndivyo alivyo leo na hata milele. Mtoto wa Mungu, habari njema ni hii kwamba Yesu wa Nazareti aliyetunikwa msalabani alitufungulia mlango wa mbinguni, ambaye alikufa na kufufuka na kupaa mbinguni na kafungua mlango wa mbinguni kwa ajili yangu na kwa ajili ya wewe. Inawezekana uelewe, maana mlango ulifunguliwa kwa ajili yangu na kwa ajili ya wewe. Mimi nisipoufunga mwenyewe kwa ajili ya maovu, wewe usipoufunga mwenyewe kwa ajili ya maovu, mlango wa mbinguni ulifunguliwa. Wengi walisema, maana tunaposema msalaba, kuna msalaba, lakini kuna mbele alitunikwa msalabani. Yesu alitunikwa msalabani akachoma mkuki. Ukubali usikubali, lakini maana Yesu aliyotunikwa msalabani na kabla ya kutundikwa na kabla ya kuja ulimwenguni atundikwe, ilikuwa imeongelewa kama atakuja, atateseka, atachukiwa, lakini baadaye watatoa kama ni mfalme. Ukisoma kitabu cha Wafilipi sura ile ya 2 kuanzia mstari wa 5 hadi wa 10, lakini mstari wa 9 hadi wa 10 unaonyesha kwamba kwa sababu ya unyenyekevu wake na uvumilivu wake akakubali hata kufa msalabani. Mungu alimkweza akampa jina lililojuu ya majina yote, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na kila goti litapigwa mbinguni, duniani na chini ya dunia, na kila ulimi utakiri kama Yesu ni mfalme. Ukubali usikubali, Yesu Kristo ni mfalme. Mtoto wa Mungu, basi kwa neema hii ambayo tumepata, ninakualika kwa moyo mnyenyekevu, ungana nami twende mbele za Mwenyezi Mungu, tumwambie asante, tumwambie asante. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti, tazama mimi pamoja na msikilizaji wangu tunaungana kulitukuza jina lako, maana ni jina linalotukuka. Tunakubali uongezeke nasi tupungue, uinuliwe juu nasi tushuke. Na ndio maana mimi pamoja na msikilizaji wangu tunaanguka kifudifudi chini ya msalaba wako mtakatifu. Tunaleta mioyo yetu mbele zako Bwana Yesu, tunaomba tupeleleze. Tazama kama tunastahili mbele zako. Angalia Bwana, inawezekana tumeukosea katika maneno, matendo. Angalia kama tumewajibika, kama umekusudia tuwajibike. Maana ambapo tunaona upungufu, mimi nasema nifinyange, mimi nasema nioshe kwa damu yako ya thamani. Msikilizaji wangu nasema muoshe, anasema mutagase. Sisi wote tunaanguka chini la bomba, maana ni bomba ya rubavu wako, bomba ya damu yako iliyotoka rubavuni mwako Bwana Yesu, ikatufue, ukatuoshe. Maana ibilisi asipate nafasi ya kuweza utustaki, lakini tuweze ustahili mbele zako Bwana. Tunakubaliana na damu yako ya thamani, maana tunayamini ulisema kwamba ni waliooshwa, waliotagasa, waliofua nguo zao kwa damu ya mwana wa kondo. Tunasema leo tufue, tunasema leo tutagase, tunasema leo tufinyange, tufanye utakavyo, nasi tutastahili mbele zako. Tutastahili Bwana, hata turumbete ikilia tuweze ustahili mbele zako. Asante kwa damu yako ya thamani. Unachokiweka huru kinakuwa huru. Tumefanywa huru kwa damu yako ya thamani. Ukisha tuosha, tunahitaji ongozo wa Roho Mtakatifu. Karibu Roho wa Bwana, mwalimu tufundishe. Karibu Roho wa Bwana wa furaha, tujaze furaha yako. Karibu Roho wa Bwana mwaminifu, Roho mfariji, uwe faraja kwa wote unahitajika kufarijika katika asubuhi ya leo, au mchana wa leo, au jioni ya leo. Karibu Roho wa Bwana, Roho mponyaji, uwe mponyaji kwa walio wagonjwa, uwe mponyaji wa roho na mwili, uwe faraja, rudisha furaha kwa wale ambao walikuwa wamekufa
furaha, maana wamenungunika, wao katika huzuni, wape furaha, warudishie amani ya moyoni. Asante Roho Mtakatifu, nina imani na wewe. Roho kiongozi, karibuni ongoze ratiba yote ya maombi ya siku ya leo kama umekusudia. Asante Roho Mtakatifu. Ndiyo Bwana Yesu, niko mbele zako, sio kwa ajili nionekane, lakini kwa ajili uonekane, ili na tena ni kwa ajili kutimiza huduma uliyoweka ndani yangu, ili wewe ongezeke nami nipungue. Karibuni sasa unitumie kama chombo kama umekusudia. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti nimeomba na kuamini. Amina. Shalom tena mtoto wa Mungu kutoka pande nne za dunia. Mtoto wa Mungu, naendelea kuendelea safari ya kuelekea tena Afrika kwa ajili ya kuhubiri Injili. Endelea kuombea wafadhili na yule yote anayetaka kunifadhili kwa ajili ya Injili. Basi mtoto wa Mungu, unaweza kuwasiliana nami, unaweza kunitumia message, halafu nitakuelekeza mahali ambapo unaweza utuma ujumbe wako, maana fadhili yako ambao unataka kunifadhili. Lakini kabla ya kunifadhili, mshirikishe Roho Mtakatifu. Omba kwanza ni kwamba inatakiwa ili uweze kunifadhili au ni muhimu, ili usije kunifadhili bado ukanungunika na sadaka yako ikageuka kuwa bure mbele za Mwenyezi Mungu. Mtoto wa Mungu, ujumbe wa leo unatuonesha kwamba tusijiwekea hazina ulimwenguni ambaye yenyewe itaharibika, lakini tujiwekea hazina mbinguni. Karibuni katika neno la Mungu linalotoka katika Injili takatifu ya Mathayo sura ile ya 6. Napenda nisome mstari wa 19 hadi wa 21. Nami ninasoma kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Kichwa cha neno kinasema, hazina mbinguni. Msijiwekee hazina hapa duniani, ambako nondo na kutu uharibu na wizi huingia na kuiba. Jiwekeeni hazina mbinguni, ambako nondo na kutu hawawezi kuharibu, wala wizi hawaingie wakaiba. Maana pale ilipo hazina yako, ndipo pia utakapokuwa moyo wako. Hilo ndilo neno la Mungu. Amina. Karibuni mtoto wa Mungu katika utafakari wa neno la leo, ambao inatuonesha kwamba tuweze kujiwekea hazina ya mbinguni ambaye haiharibike, wala nondo au kutu haweze kuiharibu, wala wiza waweze kuingia wakaiba. Tunajua kawaida matajiri wengi hawalali, maana hawana amani wala hawana furaha, kwa sababu wanapokuwa pote wanaendelea kufikiria kwamba na utajiri utapungua au wataingia kuwaiba, watu wavunjia nyumba usiku, hawawezi kuwa na amani. Lakini ndio maana tunashauriwa kwamba tuweze kujiwekea hazina mbinguni, maana mahali ambapo moyo au utajiri utakuwa, na ndipo moyo wako utakapoweza kuwa. Ndugu zangu, siku ya leo, ulimwengu wa leo, watu wamependa ulimwengu kuliko kumupenda Mwenyezi Mungu. Ulimwenguni umependwa kuliko kumupenda Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya kuendelea kuona mambo ya ulimwenguni kama nathamanika, kama ni matamu, kama ana furaha. Lakini tukajisahau kwamba tumekuja ulimwenguni bila kuleta jambo lolote. Tumekuja na mikono tupu na tutarudia na mikono tupu. Mara nyingine tunajisahau kwamba mauti ipo. Tunafikiri kwamba tunaendelea kuishi. Najua wengi wanaendelea kufikiria juu ya mauti wanapoona mmoja katikati yetu anapotuacha na kuondoka. Maana yake anapofariki, wanapomsindikiza, ndipo wanaanza kufikiria kumbe kuna mauti. Isipokuwa hivyo, watu walikuwa wanafurahia, wakiwa wanafurahia utamu wa ulimwengu, dunia hii, wanaona kwamba mambo ni sawa, mambo ni furaha, wanaendelea kufurahia. Inakuwa kama kipindi cha Noa. Maana kipindi cha Noa watu walikuwa wanalewa, watu walikuwa wanaoa, watu walikuwa wanafanya mambo yote wanayoyataka. Lakini ile kadhalika
ikafika bila kujua, bila kuwa na maandalizi. Haleluya, tumusifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Na leo ndio maana nakwambia, kama inawezekana, unaweza kugeuka na kuweza kubadilika, ukampa maisha Yesu Kristo wa Nazareti, ukakubaliana naye siku ya leo, ambaye amekubali utundikwa msalabani. Yesu alitundikwa msalabani, kaka na dada. Inawezekana hujaelewa. Kuna mbali tundikwa msalabani kwa sababu alinipenda, kwa sababu alikupenda. Ni Yesu Kristo wa Nazareti. Usiangalie uko namna gani, usiangalie kwamba umeharibu mimba namna gani, umezini namna gani, umefanya usherati namna gani, umeiba namna gani, umefanya uongo namna gani, umeharibu, umefanya kila aina ya maovu. Lakini leo ukikubaliana na Yesu, unaweza kuamuru kumrudilia Yesu Kristo wa Nazareti na kubadilika, na jina lako linafutika katika kitabu cha uharibifu, katika kitabu cha mauti, na ninaozoresha linaandikwa katika kitabu cha uhai. Maana unaweza kuorozesha jina lako katika kitabu cha uzima. Yesu Kristo atarudi. Inawezekana ukubali au sikubali, Yesu Kristo atarudi. Ukisoma Injili takatifu ya Yohana ile sura ya 14 mstari wa 1 hadi wa 3, inaonyesha kwamba Yesu alienda mbinguni kutuandalia makao. Alisema nitarudi, maana nikisha maliza nitarudi kuwachukua mahali nilipo, nanyi mkuwepo. Maana yake Mungu anapenda tuishe pamoja naye. Yesu ambaye ametukomboa, Yesu ambaye ametutesekea, Yesu ambaye ametutemewa mate msalabani, anapenda tuishe pamoja naye. Unakubali? Wengi bado hawajaelewa kama kuna ambaye alitundikwa msalabani. Inaeleweka. Unaweza utafakari kama Yesu Kristo alitundikwa msalabani, aliinuliwa msalabani, alitundikwa kwa ajili ya maovu yangu na maovu yako, aliteseka. Maana ukisoma kitabu cha nabii Isaya sura ya 53, ukisoma mstari wa 4 hadi wa 6, utaweza kuelewa vizuri. Maana Mungu alimtwika adhabu kwa sababu yetu, ili kwa kupigwa kwake mimi na wewe tumepona. Na ndio maana ukikubaliana na Yesu, Yesu ataenda kuwa pamoja nasi. Yesu ametufungulia mlango wa mbinguni. Zaburi ya 27 mstari wa 4 ndio inasema kwamba neno moja ni muombaye Mungu, ambao ninalitafuta, nitazidi kulitafuta, ni kuishi nikuishi nyumbani mwa Mwenyezi Mungu. Maana siku zote maishani yangu ni uone uzuri wake Mwenyezi Mungu, na kutafuta maongozi yake hekaluni mwake. Neno moja ambao ni muhimu zaidi katika maneno yote, katika yambo unayafikiria, ni kuishi siku moja pamoja na Mungu, ni kuishi katika hekaluni ya Mwenyezi Mungu. Lakini leo fedha ndio imechukua mioyo ya watu. Usiku na mchana wanauana wengine. Uwaji unatokea wapi? Ubaguzi unatokea wapi? Vita mnazozisikia kwa ajili katika mataifa mbalimbali anatokea wapi? Tukienda ufanye uchunguzi, kwa sababu ya kufutafuta cheo hapa ulimwenguni. Maana nataka nikwambie kwamba ikiwa ulikuwa na lengo hilo na mawazo hayo, nataka nikwambie kwamba cheo cha hapa duniani kitaishi. Maana kitaishi. Kama alikuwepo wafalme, alikuwepo maraisi, alikuwepo uheshimiwa wa kuheshimika kabisa, lakini leo wanaitwa marehemu. Kama vile mnavyoona maua anakuwa anapendeza, lakini jua likiwaka na kauka. Na hivyo tulivyo miili yetu ni kama maua. Lakini leo kama inawezekana, unaweza kukubaliana na Yesu, unaweza kumrudilia Yesu kwa kutenda mema, kwa kufanya toba na msamaha, kwa kukubali kufanya toba ya ukweli, kwa kukubali kusamehe, kwa kukubali kujiachilia.
kwa ajili ya Bwana, kwa kukubali kuhudhuria ibada takatifu, kwenda katika maombi, mahali popote unapoombea, kumupa maisha Kristo, kumurudilia, kumumwambia kwamba bila wewe ni kitu bure. Mimi nasema bila Yesu ni kitu bure. Duniani tunapita, hatuna makao ya kudumu kaka na dada. Na ndio maana kama inawezekana, inatupasa ili turekebeshe maisha yetu na kutenda mema na tusaidiane, tusahamiane, tuonee huruma wengine, tuonee huruma wayatima, wajane, maskini, na tuweze kuijenga kanisa ingali safarini ulimwenguni, na tuweze tena tuwaunge mkono wote wanaojiachilia, wa misioneri, wanaojitoa, wanaenda kuipeleka Injili, wanaojitabisha ili Yesu Kristo wa Nazareti aweze kuongezeka, aweze kujulikana. Nafanya nini kaka na dada ili Yesu wa Nazareti ajulikane, atambulike mataifani, wajue kwamba tunaye aliyotupenda, ambaye ametukomboa, ambaye alijitoa kwa ajili yetu, alitoa maisha yake. Wengine wasiojua maana msalaba, ukisoma waraka wa kwanza wa Korinto ile sura ya 6, ile sura ya kwanza mstari wa 18, waraka wa kwanza wa Korinto sura ile ya kwanza mstari wa 18, wale wanaopotea maana wanaona msalaba ni upumbavu, wanafikiri msalaba ni upumbavu, lakini kwa wale ambao wanaokolewa, ni nguvu ya Mungu, kwa sababu kupitia msalaba tulikombolewa. Yesu asingetunikwa msalabani, leo singekuwa hivi. Yesu kama angetunikwa msalabani, asingefufuka, leo singekuwa hivi. Lakini leo ninashuhudia kwamba Yesu alitupenda, Yesu alikufa kwa ajili ya maovu yetu, na akafufuka, akaifungua mbingu, akafungua mlango wa mbingu kwa ajili yangu na kwa ajili ya wewe ambaye unakubaliana naye, unahitaji kumrudilia tena. Rudilia maneno haya ambaye ninakuongoza. Ni maneno machache, lakini anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Sema: Bwana Yesu, nakuja mbele zako, mimi mtoto mpotevu. Naomba nisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda, ninazozifahamu na zile ambazo sizifahamu. Naomba ulifute, taja jina lako. Naomba ulifute jina langu ndani ya kitabu cha mauti, maana kitabu cha hukumu, na uliandike katika kitabu cha uhai. Kuanzia leo Jumamosi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2025, nimeamuru muda wote ninaobakiza kuisha hapa ugeneni. Karibuni Bwana Yesu ndani ya moyo wangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amina, amina, amina. Ongera sana wampo umeamuru kubadilika, wewe umejiwekea kuamuru na kumrudilia Bwana wetu Yesu Kristo. Ongera sana. Basi na muda huyo tunaenda kuomba kaka na dada. Tunaenda kuomba kwa ajili ya walio wagonjwa, na ukiwa ni mmoja walio wagonjwa, weka mkono wako maana ambapo unaumia, mweke mkono wako ambao unamuunguza hospitalini, mweke mkono wako yoyote ambao unamtunza na muunguza, enda kumwekea mkono. Ikiwa ni wewe mwenyewe, weka mkono. Nasi tunaomba kwa imani. Haijaishi unaona magumu, unaona mabonde na milima, kwa ajili waliokuambia juu ya mtoto aliyo ndani ya tumbo lako, kwa ajili waliokuambia kwamba utaweza kupata mtoto kwa sababu ya magonjwa sugu, kwa sababu ya ambayo unayapitia hapo gerezani, hapo jeri, kwa sababu kila mimpi inapoingia inaporomoka. Lakini nataka nikwambie kuna Mungu ambaye anaweza kusaidia. Kuna Mungu ambaye anaweza kufuta machozi kwa yale ambayo unayapitia. Acha tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo, katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti, tunao sababu ya kusema asante kwa sababu ya neno lako. Neno lako linatushauri tena kuweka hazina na kuona thamu ya thamani yaliyo mbinguni.
na kufikiria yaliyo mbinguni, maana sio katika ulimwengu huu ambaye anaharibika, ambaye wizi wanaiba, ambaye nondo na kuta kuharibu. Lakini umetushauria kwamba maana tutafakari juu ya yaliyo mbinguni. Bokora bakarabako, bokora bakaraboko, rakuro bokoro bako. Yesu nasema asante kwa neno lako, maana ni neno la uzima, ni neno ambaye inatuamsha, ni neno ambaye inatukumbusha kwamba ulimwenguni hatuna makao ya kudumu, maana tutazame yaliyo mbinguni. Na mtana sahibu Bwana Yesu, basi na ukabisa walio wagonjwa ambaye wameweka mikono yao, haijaisha wengine wamewaambia kwamba haiwezekani wakapona magonjwa sugu, magonjwa ya kansa, wengine presha imepanda, kisukari kimepanda. Kwa jina lako Bwana Yesu, naachilia damu ya uponyaji, naachilia damu yako ya uponyaji. Haijaisha Bwana Yesu iko wamekata tamaa, wengine wamevimba, wengine wamekumbwa na homa, naachilia damu yako bobo shara bobo shiraba, bobo sharaba sakuro boko taraba, rakaraba shirobo koraba sako, rakanduro shiraba sako. Naachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, maana sio damu ya mnyama, hiyo damu ya Yesu ambaye inaendelea udondoka, inaendelea uponya. Haijaishi kuwa na paralizi, haijaishi kuwa utembeye muda na sahihi. Nasema damu ya Yesu Kristo wa Nazareti inaendelea utengeneza, inagusa tumbo lako, inadondoa juu ya kichwa chako, juu ya miguu yako, juu ya mbavu zako, macho yako, masikio yako. Bosharabasakuro rabashirabasakuro riko rakasako rakatoroshirabasako. Yesu anaendelea uponya muda na sahihi, Yesu anaendelea uponya. Usinyamanze kimya. Haijaishi umekuwa paralizi muda gani, haijaishi umemaliza mawiki, umemaliza miezi, Yesu anaendelea uponya. Usiangalie kwamba ni magonjwa sugu, wamekwambia kwamba iwezekane ukajifungua salama. Natamka uzima juu ya kiumbe kimo ndani yako, natamka uhai juu ya kiumbe kimo ndani yako, natamka ujifungua salama kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Yesu, enda kulinda viumbe vilio ndani ya watoto wako ambaye madarasa hii ni wajazito, maana walioambiwa, waliogopa, maana wanaona mtu unafika, wanajua mtu unapofika mimba inaporomoka. Na katala kwa jina la Yesu, ile roho ambao imezoea kuharibu mimba, upromosha mimba kwa miezi miwili, kwa mwezi mmoja, kwa wiki mbili, wiki tatu, na haribu kwa jina la Yesu, na iponda kwa jina la Yesu. Natamka uhai. Yesu enda kuachia kiumbe ikue, maana kiweza ukua ndani ya tumbo hilo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kuombea mahali popote ulipo, ambao ulikuwa unateseka, ulikuwa ukata tamaa, uliona kwamba muda wa poromoka wa mimba umekaribia, nasema pokea uzima. Natamka uhai juu ya kiumbe kimo ndani yako, na kifunika kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, maana ni damu yenye nguvu, ni damu ya uzima, ni damu zidi ya damu zote zilipo, kwa sababu ni damu ya mkombozi. Asante Bwana Yesu, asante mfalme mwema. Ninaukabisa wanaoomba, wanahitaji wanawake wema, wanahitaji wanaume wema. Yesu wakutanishe kama utakavyo, unajua kila anaoenda ukuomba na ukulilia. Asante Bwana Yesu, asante mfalme mwema, asante wakwa ni unatosha. Wasaidie yule ambaye anahitaji kodi, wasaidie Bwana anahitaji ubadilishe uchumi wao. Enda kuwatendea Bwana Yesu, enda kuwapigania, pigania watoto wako Jehova. Nenda tena kuombea wafadhili, wale ambao wanafadhili Injili, wale ambao wanaunga mkono watumishi wa Mungu. Yesu wa Nazareti, enda kuwabariki, enda kuwalinda, enda kuwatunza. Wepushe Bwana Yesu, wepushe mauti ya ghafla. Enda kuwalinda Bwana, linda familia zao, wachilie damu yako Bwana juu yao. Njia zao zikuwe, njia zao zinyoroke Bwana Yesu, alipopinga akanyoroke. Mungu enda kuwatendea, Mungu enda kuwalinda, wanapokuita, wanapokumbusha matendo wanayoyafanya kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya watumishi wako, kwa ajili ya kuwasaidia maskini, kwa ajili ya kuunga mkono kanisa. Usisahau Bwana Yesu, usisahau Jehova. Kama utasahau
maana sadaka ya Hezekia ujipinda ipokuwa na ungua, aliukumbusha sadaka aliyofanya Bwana, ukaikumbuka. Kumbuka Bwana Yesu wafadhili, wale wote waliotufadhili kwa ajili ya Injili, wale wote wanaenda kutunga mkono. Mungu si wasahabu wakati huu na wakati ujayo, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Asante Mungu wetu, Mungu wenye nguvu. Bariki taifa zetu, bariki wafalme, bariki viongozi, wape hekima ya ukweli, waongoze kwa utii na unyenyekevu, waongoze kwa hofu, maana ya kujua kwamba kuna Mungu anaona kila wanaolifanya, ili waweze kutengenezea au kuongoza waliopewa kwa utii na unyenyekevu. Tunaomba Bwana wape amani, leta amani, wape hekima, tuweze kuishi katika nchi za amani. Asante mfalme mwema, basi tunajifunia kwa damu yako ya thamani. Endea kuwa pamoja nasi na ututunza. Nami nimeomba kwa machache, lakini unajibu kwa wingi. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Shalom tena mtoto wa Mungu. Basi nikutakia weekend njema. Mtoto wa Mungu, mimi na wewe twende utafakari juu ya mwisho wetu. Hatutatenda zambi kamwe. Mungu wetu anatupenda, lakini nasi tuendelee kutangaza habari ya Yesu. Nimesema kwamba unafanya nini ili Yesu ajulikane? Ni kitu gani unakifanya Yesu wa Nazareti ajulikane? Bwana, na tumelalikiwa tangaza kama Yesu anaishi. Waambie mataifa usiogope, wala usifadhaike hata wakikutukanana, lakini sema kama Yesu iko hai. Kwa wale watakusikia, wale wasiposikia waache kusikia, kwa sababu Yesu tabakia kuwa hai. Amen. Muwe wakati mwema. Mungu anawapenda na mimi ninawapenda. Tutazidi wakati Mungu akinipa kibali tena. Amina.